wengi hatufundishi, tunatamani watu watuamini lakini wasijue kweli. Yani watuamini ila wasijue kweli. Kwa hiyo mimi naona kuna uhaba sana wa mafundisho, kuna uhaba sana wa madarasa, kuna uhaba sana. Huu ni ukweli ulio mchungu. Kuna madhehebu ambayo asilimia kubwa tumetoka huko, kanisa mama, mfano Roman Catholic. Mtoto anayesa Roman Catholic ana komunyo ya kwanza, ana kipaimara au Utatu Mtakatifu. Yale yote yanamuandaa kuwa imara kwenye imani yake. Lakini makanisa sasa hivi ambayo sisi tunayo, hatuna ile madarasa. Kwa tunazalisha na kukuza watu ambao hawana misingi imara ya neno la Mungu. Wengi utoka kanisa limejali na washirika wengi, lakini kiwalisio kumwambia mshirika nifungulie Biblia hapo, Yoeli nazungumzeni, Yoeli ni nani? Hajui. Kwa sababu gani? Hatujawajenga katika misingi ya kujisimamia wao wenyewe kulijua neno, bali tunajenga katika misingi ya wao kuja ibadani kusikia neno kutoka kwetu. Sasa mtu anayesoma Biblia Jumapili mpaka Jumapili wakati wa ibadani hawezi ka question hata ufunuo ukiwa wa ajabu. Wawezi kwa sababu hauna maarifa. Yaani sawa sawa umwambie mtu ambaye hajui kuendesha gari umpe skani aendeshe. Yaamini mimi akipiga hatua 10 marehemu. Na hiyo inapeleka wapi sasa dini kama imani? Moja kwa moja inapelekwa wapi katika misingi ya viongozi pengine wa dini wa namna hiyo? Kuzalisha watu wanaoangamia. Kuzalisha watu wanaoangamia. Biblia inasema wanaangamia kukosa maarifa. Kwa kuzalisha kizazi cha watu ambao ni rahisi kutekwa, kuibiwa, kuuliwa na shetani. Sasa kuna matukio ambayo yamekuwa yakifanyika siku ya Ijumaa Kuu, tumekuwa tukiyashuhudia. Moja kati ya jambo ambalo limekuwa likizungumzwa ni kuhusiana swala zima la ulaji wa nyama. Kuna uhusiano gani na siku hii ya Ijumaa Kuu? Ulaji wa nyama. Hapo nitazungumzia, lakini nahisi kama nitagusa baadhi ya madhehebu. Okay, twende hivi. Yes. Kibiblia. Yeah. Hakuna kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Yaani karatasi ya kwanza Biblia mpaka mwisho. Hakuna sehemu Biblia inapotukataza tusile nyama. Hakuna. Katika Ijumaa Kuu. Hakuna. Yaani kama kuna mtumishi wa Mungu yoyote anasikia sasa hivi, nitatoa namba yangu ya simu. Nipo uthibitisho. Na naahidi hata kitoa uthibitisho hapa kwamba imeandikwa msile nyama siku ya Ijumaa Kuu kwenye Biblia. Naahidi Pasaka yake itakuwa njema. Nitamtumia hela kwenye simu yake kama sadaka kunifundisha. Namtumia sadaka. Nitamtumia sadaka kunifundisha. Hakuna. Hiyo ni sheria ya kanisa. Roman Catholic, hiyo ni sheria ya kanisa lao, sio agizo la Mungu. Kwa ni sheria ya kanisa kama ilivyo Roman Catholic wana vipaimara, mapadri wasioe. Yes. Mapadri kuto kuoa sio sheria ya Mungu, ni sheria ya kanisa. Mapadri wasioe, masista wasiolewe, ni sheria ya kanisa na tunaiheshimu. Usile nyama siku ya Ijumaa Kuu ni sheria ya kanisa na tunaiheshimu. Sawa, lakini sio sheria ya Mkristo. Kwa hiyo Mkristo ni wewe unaamini chini ya madhabahu ipi? Kwa Roman Catholic wote wanaoamini katika madhabahu ya Roman Catholic, leo mimi ninawaambia kwa sheria ya kanisa hawaruhusiwi. Kwa sheria ya kanisa hawaruhusiwi. Sheria ya kanisa ni ipi na sheria ya